hiyo kazi katika wakati wetu. Sio ndio kitu tunaongojea? Sasa utaongojea aje kazi ya mtu mwenye hujui kazi yake? Utaongojea aje umiminiwe hiyo mafuta ili uweze kufanya ile kazi? Maana tumeambiwa ni kazi ile kama vile, kwani mitume walifanyiwa kazi gani? Tunaambiwa ya kwamba tuongojee, tukue tayari, maana malaika wako tayari kufanya kazi ya uokovu kama vile walivyosaidia wanafunzi wa Yesu. Wacha tuone wanafunzi wa Yesu walisaidiwa aje. Wanafunzi wa Yesu walisaidiwa aje wakati ule na malaika wa Mungu. Nisomee kitabu cha Matendo 8 mstari wa 26. Matendo ya Mitume 8:26. Inasema, ndiyo, basi malaika wa Bwana akamwambia Filipo, nenda upande wa kusini. Kwa hivyo nani aliongea na Filipo? Malaika wa Bwana. Nani aliongea na Filipo? Malaika wa Bwana. Kwa hivyo malaika wa Bwana aliongea na Filipo wakati mmoja, si ndio? Haya, malaika akamwambia Filipo aende, nenda upande wa kusini, ndiyo, kwenye ile barabara itokayo Yerusalemu kuelekea Gaza, ambayo ni jangwa. Hivyo akaondoka. Kwa hivyo ni hakika kabisa, na Biblia imethibitisha ya kwamba malaika wa Mungu aliweza kuongea na Filipo. Sasa soma mstari wa 39. Inasema nao walipopanda kutoka kwenye maji, ndiyo, ghafla, ndiyo, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Kwa hivyo nani alimnyakua Filipo? Roho wa Bwana. Na huyo Roho wa Bwana tunaambiwa ya kwamba ni wakati gani? Ama kitabu ya kwanza tuliweza kusoma ya awali ilikuwa inasema kwamba malaika wa Mungu wanachukua roho ili waweze kumiminia watu, si ndivyo? Sasa kulingana na wewe, ukiulizwa ya kwamba tumeona ya kwamba baada ya Filipo kutoka kwenye maji, Roho ya Bwana ikamchukua Filipo. Kwa hivyo nani alimchukua? Roho. Na hiyo Roho ya Bwana ilitumia nini? Malaika. Ni hivyo tu. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba na wakati wetu itakuwa kama wakati wa mitume. Mitume walikuwa wanasaidiwa na Roho Mtakatifu. Na siku ya leo watu wamekataa mambo ya Roho Mtakatifu, wanakubali mwingine ambaye anaitwa Mungu Roho ambaye hawezi kufanya kazi. Sasa watu wa Mungu wakikosa kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu, waingie katika fundisho la utatu. Na ndio maana shetani ni mjanja. Shetani ni mjanja sana. Ni mjanja kwa sababu gani? Watu ambao walikuwa wanaweza ona mbele, sasa na hao wakaingiana na hiyo fundisho, ikabidi saa hii ukiwauliza kazi ya malaika ni gani, hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu ambao wameteuliwa na Mwenyezi Mungu ndio wataweza kufanya hii kazi. Na watafanya hii kazi wakijua wanashindana na nani. Si ni kweli? Tunashindana na nani? Nani atatusaidia katika hiyo vita? Maana Yesu anasema hivi katika 13 kitabu cha Mariko. Kitabu cha Mariko 13 mstari wa 13. Inasema, ndiyo, watu wote watawachukia kwa ajili ya jina langu. Ndiyo, lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Hebu soma 10 na ngapi? 12. Ama anza 10. Mtachukuliwa. Nataka hapo mahali nianza, mtachukuliwa ama mtapelekwa. Unaona? 11. Ndiyo. Mtakapokamatwa. Yaani tunaambiwa na Yesu Kristo ya kwamba nyakati za mwisho tutakapokamatwa na kushtakiwa, ndiyo, msisumbuke awali kuhusu mtakalosema. Semeni tu lolote, ndiyo,
mlopewa wakati huo, kwa kuwa si nyinyi mtakaokuwa mkinena, bali ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakuwa anaongea wakati huu. Kwani Roho Mtakatifu uko na mdomo wa kuongea? Na ukikosa kujua tu hiyo simple aspect, huwezi pata uokovu. Maana tumeambiwa ya kwamba uokovu, mbingu yote, tumesoma hiyo, mbingu yote inatarajia uokovu wetu, naye Roho Mtakatifu anaongojea kuwamiminia watu wake mafuta. Sasa Roho Mtakatifu inamiminia watu mafuta kupitia kwa malaika. Malaika wanachukua mafuta kwa Mungu, wanaletea watu. Malaika wa Mungu wanachukua ujumbe, wanapelekea watu. Lakini hakuna siku kama vile inafundishwa siku ya leo, na watu wamekubaliana ya kwamba eti Roho Mtakatifu ni mtu mwingine, mtu ambaye anaweza onekana. Sasa utapata aje uokovu wakati tumekataa kujua principle ya uokovu jinsi inavyoenda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima tujue content, lazima tujue content ya vile mtiririko ya uokovu itakavyokuja, na tukikosa kujua hiyo hatutakuwa na uokovu. Great Controversy nataka usome 600 ama uanze 599. 599 kuna paragraph nataka usome. Aina kitabu cha Great Controversy nataka nisome 599.3. Nasoma mahali imeanza ikisema hivi: but angels are round about those who are willing to be taught in divine things. Ya kwamba malaika wa Mungu wanaongojea, wacha nione, malaika wa Mungu wako karibu na watu ambao wanakubali kuelimika, watu ambao wanakubali kuelimika in the time of great necessity, yani wakati unaofaa. They will bring their remembrance. Kwa hivyo nani watakumbusha watu wa Mungu? Angels. The angels of the Lord. Na Yesu alisema ya kwamba msitafakari yoyote mtakayosema, maana wakati ule Roho wa Mungu atakuwa anawaambia chenye kusema. Kwa hivyo wakati tutakuwa tunadhihakiwa, wakati tutapelekwa kwenye magereza, nani atakuwa anatusaidia? Angels of the Lord, ama ni malaika wa Mungu. Lakini sasa ikiwa umekataa ya kwamba hakuna malaika wa Mungu na wewe unabuni ya kwamba kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Mungu Roho, unaona kama atakusaidia wakati huo? Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kusema hivi: thus when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. 600 inasema hivi, 600.1, Jesus promised his disciples the comforter. Yesu Kristo aliagiza ama aliahidi wanafunzi wake ya kwamba msaidizi ataweza kukuja, whom the Father will send in my name, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. He shall teach you all things. Kwa hivyo huyo comforter ambaye anatumwa na Mwenyezi Mungu atakuwa anawafundisha mambo yote. Na tumeona huyo comforter ni nani? Tumeona ya kwamba huyo comforter ambaye anatumwa na Mwenyezi Mungu ni nani? Roho Mtakatifu. Ni Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu anatumia kwa njia gani? Kwa malaika. Anatumia kupitia kwa malaika. Mafundisho ikiwa hivyo, hiyo ndio inaitwa aje? Hiyo ndio inaitwa the hierarchy of being, ama mafundisho ya wokovu. Sasa shetani, kwa sababu unajua ako na nia ya kwamba watu waweze kupotea, anaenda anapindua hiyo mafundisho ili watu waweze, mpaka watu ambao wanajua ya kwamba ni watu wa Mungu. Na siku ya leo utaweza enda ukawaambia kwamba umepotea, akwambia kwamba ni wewe umepotea. Lakini ni wakati gani watajua ya kwamba Roho wa Mungu anafanya kazi kwa njia gani?
Kwa hivyo ukikosa kujua functions ama kazi za Mungu katika wokovu ni gani, kazi ya Yesu Kristo katika wokovu ni gani, na kazi ya Roho Mtakatifu katika wokovu ni gani, unaona kama utaweza kuepuka? Hatutaweza kuepuka. Kwa hivyo ni fundisho kando ya zile mafundisho mengine ambayo tumeyagundua na tunaona ya kwamba ni ya uongo, ile ambayo inachukua watu wengi, na ndio shetani anataka, kwa sababu yeye tayari alikuwa ameapa ya kwamba anajiinua na hataki watu waweze Kuna hiyo kitabu ilikuwa sijui kwa nini nilikataa. Hiyo kitabu ya Hataki ilikuwa mzuri sana. Na kwa nini? Acha nione. Nataka nione. Nikipata tu hiyo tunasoma na tunamaliza.